وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه wasallam alisema sema na amani zimshukie juu yake amesema na amani zimshukie juu yake. ambao tuko kwenye shughuli hii tunaweza kutia radhi katika bila bila shughuli yetu hii kwa sasa ndio hali tafsiri itakayotolewa na wanafunzi wa Kisha Academy, ikifahamu kwamba shughuli hii pia ni kitengo cha madrasa kwa ajili ya kuwafunza vijana wakiwa wadogo wake walimu. Tunaomba muweze kutetea vijana hao kwa ajili ya kupata wa rahmatullahi wa barakatuh.
amalize leo. Kaka kutuangusha bwana, kaka kashindwa bwana. ambayo kwa mshoni wa shule hii atapata sasa daktari wa jeshi pamoja na zawadi kwa wanafunzi wa Teachers Muslim Academy. Kabla ya tukio hili tutamkaribisha mwalimu mkuu wa Teachers Muslim Academy pamoja na yeye rasmi kwa ajili ya utoaji wa vyeti wanafunzi hawa wa Teachers Muslim Academy. Kwa hiyo tutahitaji mwalimu mkuu wa skuli pamoja na mgeni rasmi kwa ajili ya kufanikisha zoezi hili. Tunaomba ukimya. Nadhani kwa mujibu wa ratiba zetu za skuli, hii itakuwa ni graduation yetu ya pili tangu skuli tuifungue, ambapo skuli sasa hivi inaingia mwaka wa 3 huu tena. Kwa vile mwaka jana tulifanyia ndani ndogo tu, na mara hii pia tumefanya ndogo, lakini tumetoa hapa nje. Tunatarajia mwakani tutafanya kubwa zaidi. Bahati nzuri mgeni wetu rasmi wa mwaka jana ndio huyu mgeni rasmi wa mwaka huu. Kwa nina imani atakuwa na mengi sana ya kuyazungumza. Kwa hiyo ninachokuombeni, tuweni wasikivu, tusikilizeni ili tupate faida. Wale viongozi tunaomba wasimamie zogo, watoto wakae kimya ili tusikilize mwongozo wa mzee wetu huyu na kiongozi wetu. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamani, sijafika vizuri au vipi? Awali ya yote bwana, sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutana tena kwenye hafla hii. Mwaka jana nilikuwa mgeni wa heshima na mwaka huu tena nimeteuliwa kwa mgeni mteja, japo sikupewa taarifa mapema. Nilikuwa siku kwa muda mrefu kidogo, kiasi miezi miwili nilikuwa Tanzania bara. Nimerudi juzi. Jana napigiwa simu, leo nimekuja asubuhi na ambao leo tutakuwepo kwenye shughuli. Kwa kweli ni ghafla mno kuipanga na kuipangia kwa kama ni kumi. Lakini kitu ambacho nimeridhika nacho mimi kwa safari hii, tumewatizama watoto wetu hawa walivyo kwa sasa. Nilikuwa nazungumza na mwenyekiti wangu pale, watoto tayari kishaanza kuwa na maadili ambayo msingi ya kuelekea. Hao ndio watakuwa watakayetuokoa kesho na changamoto. Nikamuuliza mwenyekiti wangu, hawa watoto wakitoka hapa tunawapeleka wapi?
Jibu leo naambia bwana, sisi tuna maandalizi ya maana tu, kama tunaanza kushaanza kwa watoto darasa la kwanza hapa. Kwa maana elimu itaendelea hapa hapa. Hawa watoto hatutawatawanya. Sisi tunafahamika jamani. Tueleze kiombo nyinyi wazee wangu. Sisi kama wazazi tuwaunge mkono sana walimu wetu kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya. Kwa sababu kinyume cha hapo, tukiwatoa watoto tukawapeleka shule nyingine, haya tunayoona hapa tutayaona tena. Uongo. Kwa hiyo sasa nini cha kufanya? Sisi tukomae tupate madarasa ya maana ambayo tufungue watoto wetu wataendelea kufanya nini? Kusoma. Mwaka jana tulikuwa na watoto 15. Safari nadhani walioko hapa sasa ni 30. Kwa hiyo tumeongeza mara mbili zaidi. Kwa hiyo natarajia uandikishaji wa safari hii utakuwa zaidi ya 30. Uongo jamani? Kwa sababu sisi ndio kwenye wazazi. Kwa hiyo sisi tukazana kuzaa tu shule ipo. Au vipi? Tutafahamiana wazee wazangu? Tukazana kwa nini? Sehemu ya kusoma watoto ipo. Tuna madrasa, tuna shule ya maandalizi na msingi hapa mpaka tutafika sekondari inshallah kwa Mungu. Nacho kiomba tuonyeshe mashirikiano, tuwasaidie walimu wetu. Na kama walimu wetu hatuna mashirikiano ndio maana wanafunzi bado kidogo. Na kwa hali hii tuliyoona kwa sasa, mimi nategemea tunapoelekea tena tutakuwa vizuri zaidi. Sawa? Mimi mwenyewe sasa nafanya mpango ni mke mwingine nipate mtoto ili aje asome hapa. Kwa hiyo tumejaliwa inshallah kwa waoga. Kama kuna mtu ambaye hajaolewa basi mimi nipo. Sina fahamika. Kwa hiyo tumwombe Mungu tujalie inshallah tuwe wazima, tupate watoto wengi ili tupate maadili mazuri. Tunakuelekea. Mimi nina imani tunakuelekea. Haya tunazungumza kama watoto wameshinda mtaani. Yatakuwa hayapo tena kwa sababu kuna maadili mazuri ambayo tunapata hapa. Watoto hawa tunaona hawa ndio watakuwa walimu wasomesha hao walioshinda mtaani. Sawa? Kwa hiyo tupoteze muda mwingi sana kwa sababu muda mrefu hapa. Mwalimu mkuu. Mimi tukia baadhi sema nimalizia hapa, kama kuna lazima haja tulifanye ili tufanye mambo mengine inshallah. Nadhani kwa mujibu wa ratiba sasa hivi kuna zoezi la ugawaji vyeti. Nadhani maelekezo yameshatolewa kwamba kijana atakuja hapa mbele, atatajwa jina, atapanda hapa, atakuja kuchukua cheti chake. Wanafunzi ambao watakokuwa vyeti hapa ni wale ambao wamemaliza KG2, ambao wamefanya action mbalimbali hapa za kusoma alfabeti zile silabi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hao ni wanafunzi ambao watakokuwa vyeti ambao wamemaliza KG2. Kwa hiyo naomba walimu kwa kujali muda, mwanafunzi anapotajwa jina lake umharakize aje mbele hapa ili apokee cheti chake. Tunamalizia uchunguzi tena wa shughuli yetu, tunataka tuondoke kabla ya magharibi. Wanafunzi Abdullahi Kombo Juma, unaambiwa ujumbe. Amkia hapa. Jamilun jiddan. Mwanafunzi Hassan Sumai Juma. Mwanafunzi Hassan Sumai Juma. Jamilun jidda. Mwanafunzi Thabit Muhammad Mwalimu. Mwanafunzi Thabit Muhammad Mwalimu. Elekea mbele, umesha kenesha mbele tumepita. Jamilun jidda. Mashallah. Aisha Shamsi Omar. Mwanafunzi Aisha Shamsi Omar. Mashallah. Tabarakallah. Jamilun jidda. Mwanafunzi Asmahan Hassan Juma. Mwanafunzi Asmahan Hassan Juma.
Munawwara Juma Abedi. Aelekea kule kipige picha. Jamilun jita mashallah. Wanafunzi Adnat Hamadi Salum. Wanafunzi Adnat Hamadi Salum. Mashallah. Jamilun wanafunzi Hadija Simai Juma. Wanafunzi Hadija Simai Juma. Hawa wanafunzi waliopeleke kituo darasa la kwanza magari ndipo tukijaliwa karibuni. Jamilun wanafunzi Najma Gombo Juma. Wanafunzi Najma Gombo Juma. Jamilun inshallah. Nadhani nashukuru sana kwa zoezi hili. Tunaruhusu kupumzika dakika 5 ili kumalizia rabia kabisa. تسامع قدرها الأمم ويمنم شطرها النيم فهذا اليوم يحكي عن سنين عزيمة وكفاح هاجر النفاق وفيه أصلح ودراسة المحتم فيه فضاء العلم فيه إلحاح تخرج من صدما زرعناه بكل نجاح. Assalamu alaikum warahmatullahi. Jamani wazee wangu, kuna kitu ambacho mimi sikukipenda sana. Hello. Hello. Nasemaje? Kuna jambo dogo mimi sikulipenda sana kwa kweli. Watoto wetu wamefanya vizuri, lakini kwa kweli wazazi kama wazazi hawajaonyesha leo mwamko kama hawa watoto wanataka wasaidiwe. Angalau kwa shilingi 500 tu imeshindikana. Wewe jamani? Yaani tumeshindwa kuwapa watoto nguvu, angalau kama wazee wetu wapo wanatusupport. Hilo nalo limekuwa gumu. Tatizo nini? Wanasema zawadi zao zimeletwa watakuwa na ile kumpa mtoto mbele hadhara hii. Ndio anapata leo mtoto anakutia. Lakini sio mpe ukificho, haipendezi. Sawa wazee wangu? Tujitahidi mwakani tuwe sharp kidogo Sawa.
عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأهلنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. آمين. على كل شيء قدير. آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وشيخنا ومعلمينا وأساتذتنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأموات. يا رب العالمين tunakuomba tusamehe madhambi yetu. Tusamehe madhambi ya wazee wetu. Tujalie elimu yenye manufaa. Tujalie amani katika nchi yetu. Amin. Kheri za dunia na akhera. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapa ndo mwisho wa kipindi chetu hichi, ama ni mwisho wa mahafali yetu. Mmeona wanafunzi wamekuja hapa, wameleta mambo mengi. Ndugu mtazamaji, ninalokusihi mimi uwafuatilie hii skuli ama ufuatilie channel hii na uendelee kupata mambo mengi kupitia channel yetu hii. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili kupata mambo mengi kupitia channel yetu hii. Asante, bye bye.